Hali gani fetu wa Fate Media, ni time nyingine hapa nzuri kabisa tunakutana hapa Fate Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana, kupeana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Cha msingi kwa wale ambao bado hujasubscribe ni kusubscribe na turn on notification. Lakini nikwambie pia kwa mdau wa masuala ya michezo, burudani, siasa, mikasa na vitu vingine tofauti vyote utakutana navyo hapa Fate Media. Mambo ni mengi sana, siwezi nikamention yote, lakini tu ambatana na sisi kuanzia saa hii mpaka hapo utapokuwa tuna sign out. Niko na mgeni hapa leo katutembelea, ana mengi makubwa mazito ya kuzungumza kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwa sasa, kuzingatia jana kama sio juzi ilikuwa ni sikukuu ya Eid kwa wenzetu ambao walikuwa wametangulia kusherehekea Eid. Ilikuwa ni sikukuu so mtu Diamond Platnumz akaamua atangaze atakuwa na mkono wa Eid kwa watu wenye uhitaji maalum, atatoa mkono wake wa Eid, na alifanikisha hilo. Watu walikuwa ni wengi, watu walifurahi, walichukua michele yao, walichukua pesa na vitu vingine ambavyo vilikuwa vimeendelea hapo. As you know, Diamond Platnumz msanii mkubwa sana. Kuna baadhi vitu ambavyo anavifanya anaweza kufanya kwa udogo, lakini vikaja vikazungumziwa kwa kubwa zaidi nje ya yeye anavyokuwa anatarajia, licha kwamba anayajua hayo yote. Mwijaku alikuwa yuko nje kwenye masuala ya kwenda kuhiji kitu kama hiko, lakini baada ya kurudi ndugu yetu amekuja kuibua mambo ambayo hatukutegemea kama yeye aliyetoka kwenye masuala ya hija huko afu akaja kuzungumza mambo ambayo kidogo katika jamii yanakuwa yanafanya wabaki na maswali mengi. Kwa nini azungumze vitu kama hivyo ambavyo vitu viko serious, ni vitu ambavyo vimedili katika jamii zaidi, au vitu ambavyo vimegusa jamii zaidi. So niko na mdau hapa masuala ya habari na music na vitu vingine tofauti, tuone kwa upande wake yeye analipi kuzungumzia na hilo ambalo ndugu yetu Mwijaku dizainikana amemkanyagia Diamond kwamba amefanya kitu ambacho kwa ukubwa, lakini msaada au mkono ambao ametoa hili ni mkono like yani ni pesa ndogo ambayo alikuwa ameitoa kwenye upande wa kutoa mkono huo wa hili. Ndugu yangu, mambo vipi? Poa kabisa. Poa kabisa. Tunashukuru Mungu. Niko poa. Hili nasemaje bwana, mmeipokeaje? Tunashukuru tumeipokea, na leo ndo tunaimalizia kama hivyo. Kesho tuamkie makazini kama kawaida. Ndio. Sawa. Unaweza kuwa ni Muislamu au sio Muislamu, pengine kwa comment yako hasa kuhusiana na mkono Eid ambao aliutangaza ndugu Diamond Platnumz kwamba atakuwa na mkono Eid ambao alifanyia pale viwanja vya Readers Club. Tuliona mwitikio wa watu wengi wakaenda kwa ajili ya kupata mkono wa Eid. Kwa msanii mkubwa kama yule hapa Tanzania kuamua kuchukua hatua nzuri kama hiyo, kwa upande wako umechukulieje? Mimi nimechukulia simple cause ametoa kama ni sadaka, japo ameandika kwamba ametoa mkono wa Eid. Sisi Waislamu tunasema zakatul fitri. Japo ile sio zakatul fitri, ile ni sadaka kama alivyosema mmoja wako kwamba ni sadaka kama sadaka nyingine. Hapo unakuwa na maanisha nini kwa watu ambao tusiojua masuala ya dini fulani hivi especially like Islam, wanakuelewa vipi kuzungumzia tofauti ya sadaka ya kawaida na hiyo zaka? Kuna utofauti mbili, kuna sadaka na zakatul fitri. Kwanza tujue kwamba zakatul fitri hutolewa kabla ya swala ya Eid kuswaliwa. Sawa. Na sadaka unatoa after swala ya Eid kupita. Lakini tumeona msanii wetu Diamond Platnumz ametoa hiyo mkono wa Eid baada ya swala. Tumeona ametoa baada ya sala. Kwa hiyo tunahesabia ni sadaka. Pia alichokitoa ni kilo moja na hiyo shilingi 5,000. Ni 5,000. Kilo moja zakatul fitri, kwanza tunaambiwa kiwango cha kutoa ni kuanzia kilo 2.5. Ndio. Kwa sababu tunapiga hesabu kwamba kile kiasi unachokitoa kwamba anaweza akala familia ikashiba. Sababu ukizingatia watu Uswahilini, watu wenye mahitaji maalum, ukimpa kilo 1 na watoto 7 hawezi kutosheka kabisa. Na maana tukaweka limit kuanzia kilo 2.5 kiasi kwamba watu wanaweza wakala wakatosheka. Na maana angekuwa ametoa kilo 2.5, sawa, yani hata asingetoa hiyo 5,500 ingehesabika ni zakatul fitri. Pia hata kama angetoa hiyo kilo 2.5 baada ya swala Eid ingehesabika na sadaka. Yeye angechotakiwa kufanya, kama alikuwa na nia kweli ya kutoa zakatul fitri, angetoa kabla ya swala ya Eid, na pia angetoa hizo kilo 2.5 kwa kila mtu mwenye mahitaji maalum. Pasi na hapo basi, kama alivyosema Mwijaku kwamba yeye atakuwa ametoa sadaka tu na sio zakatul fitri.
Sawa sawa. Mwijaku bwana ameibuka, na kama ulivyokuwa umempata hapo, umezungumza swala zuri kabisa. Kilicha hivyo pia alikuwa msaada kifupi alikuwa ameutoa kama mkono wa Idi, pia tukaona kama amepublish, yani kama amewezesha kwamba tuliandaa mchele kilo fulani na nini, ambayo kwa upande wa dini nyingine pia sadaka kama sadaka, yani haitakiwi kwamba ijulikane kwamba wewe umetoa shingapi au kiasi gani, yani kama kitu ambacho unatoa mtu mwingine yote atakiwi kujua kwamba unamsaidia mtu ni shilingi ngapi. Wao kwa upande wa Diamond Platinum umekuwa kama ni masuala fulani ya siasa kaziingizia kwa masuala kama hayo, kumention vitu vyote ambavyo kwamba wao kama WCB walivukusanya kwa ajili ya kutoa mkono wa Idi, au yuko right kufanya hivyo? Kwanza tujue kabisa kwamba sadaka kama sadaka ni siri, kwamba si Waislamu tunasema kwamba hata msikitini unapotoa sadaka hakikisha unapotoa kwa mkono wa kulia, basi mkono wa kushoto usijue kwamba ulichokitoa ni nini. Hiyo ndio siri iliyopo baina ya sadaka. Pia tukumbuke yule ni msanii, anafanya hivyo kwa ajili ya, yani tuseme ni content, sijui ni drama, I don't know, lakini yule ni msanii anafanya vile, yani kupromote kwamba atrend, kwamba huoni kama anakuwa inspired pia kwa vijana wengine ambao wana uwezo kidogo na wenyewe wapate kupata ule moyo at least wa kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum? Au nadhani pengine ilikuwa ni kwa manufaa yake binafsi, licha ya kwamba ametumia ile taswira kuonekana ni mtu ambaye hako anatoa msaada kwa watu wenye uhitaji? Hiyo sio kama anashawishi vijana wengine, nakataa, nasema hapana, kwa sababu mtu mwenye nia ya kutoa anatoa tu pasipo hata kumfuatisha kwamba fulani amefanya hivi